James Mwandemba, ni mwenyekiti wa vijana wa CCM wilaya ya Mjini, lakini pia ni mheshimiwa diwani wa kata ya Nsalaga iliyopo halmashauri ya jiji la Mbeya katika jimbo la Uyole. Nipo leo hapa Mbalali, kata ya Igurusi, ambapo nimekuja kushirikiana na kina mama, viongozi mbalimbali, wa baba, wa kaka katika kuadhimisha siku ya mwanamke duniani, ambapo katika wilaya ya Mbalali inafanyika leo katika kata hii ya Igurusi katika viwanja vya shule ya msingi Majenje. Kwa hiyo nimefika kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia mbunge wa jimbo hili la Mbalali, dada yangu Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo, mwanamama, mwanadada ambaye anawakilisha vizuri sana kwenye tasnia ya uongozi ndani ya Tanzania yetu na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo tumekuja kumuunga mkono, lakini kubwa zaidi ni kufurahia uwepo wa kina mama ambao wamefanya sisi tuwepo hapa duniani, lakini pia wao wamefanya sisi, pamoja na mambo yote tunafurahia malezi yao, kujitoa kwao, wamefanya sisi tumefika siku ya leo. Kwa hiyo kina mama wana umuhimu mkubwa sana kwenye masuala ya uongozi, kwenye masuala ya malezi, kwenye masuala yote ya kijamii, kwenye kufanikisha ndoto za vijana wengi, lazima kina mama wawepo. Kwa hiyo ni siku nzuri na siku ya furaha sana, ambapo tunafurahia siku hii tukiwa hapa Mbalali na mchakato mbalimbali. Lakini pia kata yangu Nsalaga ni miongoni mwa kata ambayo imepakana na jimbo la Mbalali, kata ya Ruiwa. Kwa hiyo tunaingiliana sana. Kwa hiyo nimekuja hapa, wananchi wangu wa Nsalaga wapo na watu wengine mbalimbali kwa ajili ya kuadhimisha siku ya adhimu ambayo ni nzuri kabisa na mchakato mbalimbali. Kwanza kabisa unapomzungumzia mama ni kiongozi, lakini mama ni mlezi, mama ni mwongoza njia. Kwa hiyo mimi naona kwa namna ambavyo, tukianza kwanza na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaona namna ambavyo anafanya kazi kwenye nchi yetu, miradi mbalimbali ambayo inatekeleza, michakato mbalimbali. Kwa hiyo ameonyesha uongozi kwamba ni kiongozi mzuri, lakini pia anaweza kumudu nafasi ya uongozi akatimiza majukumu moja kwa moja. Lakini pia hapa Mbalali tuna mbunge ambaye ni Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo, ni kielelezo tosha kwamba wanawake wanaweza, namna ambavyo anafanya kazi, namna ambavyo amekuwa kielelezo cha wanambalali, namna ambavyo anawapigia kelele wanambalali akiwa bungeni, na namna ambavyo serikali imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ambayo iko hapa Mbalali. Kwa hiyo wakina mama ambao wamepewa nafasi mbalimbali wameonyesha kwamba wao ni viongozi. Lakini pia mimi niko pale jimbo la Uyole, naye mbunge wangu ambaye ni Dr. Tulia Ackson mwanamama, rais wa umoja wa mabunge yote duniani, ni kiongozi ambaye anaongoza dunia, anaongoza jimbo, amekuwa ni spika mstaafu. Kwa namna moja ama nyingine, wanawake hawa wamekuwa kielelezo cha taifa letu. Kwa hiyo niseme tu kwamba viongozi wa kina mama waliopewa nafasi wanatosha na changes na bado. Wito wako kwa wanawake ambao wanaogopa uongozi muda mwingine? Asante sana. Kwanza nichukue nafasi hii wito wangu kwa kina mama wote kwamba mama yote amezaliwa kuwa kiongozi, kwa sababu tayari yeye ni mlezi, lakini pia ni mwongoza njia, ni mpambanaji. Tayari ukishakuwa mwanamama tayari una sifa za kuwa kiongozi. Kwa hiyo ni waombe wasiogope, wakati wa mchakato baada ya uchaguzi waingie front, wagombee nafasi mbalimbali. Lazima tumeona hata kwenye nchi yetu kipindi cha Mama Samia, Dr. Samia, majimbo mengi kina mama waongozi. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba kina mama mnaweza na kwenye mchakato mbalimbali mnaweza, lakini hata sasa hizi kuja nafasi za uongozi sio mpaka uwe mbunge au uwe diwani, no. Kuna nafasi mbalimbali za kijamii, tunaweza kuwa viongozi kwenye vikundi mbalimbali na mchakato mingine mbalimbali. Kwa hiyo wakina mama ni waombe, nyie ni viongozi, nendeni kwenye nafasi za uongozi, jamii na waamini na mchakato mbalimbali. Asante.